Nashukuru. Kwanza, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni moja ya ofisi za umma ambayo ofisi hii imeanzishwa kwa mujibu wa sheria sura namba 258 ambayo ni sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 kama ilivyofanyiwa marekebisho mara kwa mara, na sasa tuna toleo la mwaka 2023. Sasa ofisi hii ya msajili wa vyama vya siasa ipo chini ya msajili ambayo inaanzishwa chini ya kifungu cha 4 cha sheria ya vyama vya siasa. Kifungu hiki ndio ambacho kinatambua ofisi hii kuanzishwa kwake, uteuzi wake kwamba anateuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kwamba sheria haitaji sasa vigezo vyake zaidi ya kuwa jaji, haielezi mazingira gani, taratibu, atapatikanaje. Kwa hiyo mwisho wa siku Mheshimiwa Rais Solomon mtu ni jaji, anaweza kumpata vyovyote vile tukakuta tuna msajili ambaye yupo pale. Hiyo ni moja. Lakini cha pili, sheria hii pia haielezei utaratibu wa msajili akionekana ameenda kinyume labda kimaadili, taratibu zake za kimaadili zipoje? Je, tunamshughulikia kama mtumishi wa umma wa kawaida, tunamshughulikia kama jaji, tunashughulikia kama afisa wa serikali, kama nani? Kwa unakuta hiyo pia haipo. Na kutokuweka ni jambo serious, kwa sababu kutokuweka utaratibu wa nidhamu yake, maana yake inaweza kaa inaingilia uhuru wake, kwamba haweza kujiamini kwa sababu usalama au security ya tenya yake vile vile inakuwa hatarini. Kwa lugha nyingine, kwamba uwepo wake ofisini unategemea mamlaka za uteuzi, kwamba either zimefurahi au hazijafurahi. Zisipofurahi, inawezekana yeye mwenyewe akaingia matatizoni. Mamlaka zikiwa zimefurahi, basi yeye mwenyewe maisha yake ni ya uhakika. Kwa hiyo kiufupi ni hiyo. Lakini msajili pia anasaidiwa na naibu msajili au assistant registrar ambaye anaanzishwa ofisi yake kwa mujibu wa kifungu cha 5 cha sheria hii. Sasa naibu msajili anateuliwa na waziri, na waziri tunapozungumza hapa maana yake ni waziri, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia mambo ya uratibu, pamoja na bunge ndio ambaye anashughulikia mambo ya uteuzi wa huyu. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba hao wote wawili wanateuliwa na mamlaka ambazo kimsingi ni za kisiasa, na hakuna namna yote ya udhibiti kujiridhisha wanapatikanaje. Kwa ni rahisi sana wakapoteza ule uhuru kwa maana ya independence au autonomy. Utendaji wao utategemea sana hawa mamlaka ambazo zinawazunguka zinazowateua zimekaeje. Kwa hiyo kwa kifupi imekaa hivyo. Lakini nikizungumzia vile vile majukumu ya msajili kwa mujibu wa kifungu cha 5 na majukumu mengi. Lakini moja ya jukumu ni kukajia kufanya tafiti jinsi ya kukuza demokrasia ya vyama vingi katika nchi ya Tanzania, na kuimarisha utamaduni, lakini kuimarisha mawasiliano au mahusiano kati ya serikali na vyama vya siasa. Lakini yeye vile vile ni mlezi wa vyama, kuona vyama demokrasia inakuwa na vinakuwa na mahusiano mema, kuvitafutia fursa mbalimbali kwa ajili ya kuendelea kukua. Hayo ndio majukumu yake. Lakini jukumu lake la msingi kubwa ni kwa ajili ya usajili. Vyama vyote vinasajiliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Hiyo yote ipo kwenye mamlaka yake. Lakini vile vile anasimamia swala la ruzuku, kama chama kinapokea ruzuku kutoka serikalini au vile vile na ripoti zao za ukaguzi wa hesabu, yeye ndio mtu wa kwanza ambaye ana jicho lake, lazima hiyo taarifa ifike kwake. Kwa kimsingi ni ofisi ambayo ina majukumu makubwa na ya msingi sana kwenye vyama vya siasa, pamoja na kwamba uzoefu sasa umeonyesha mara nyingi pakuwa na sioni kama majukumu yakifanyika. Kwa mfano sasa hivi tukizungumzia, nafikiri tuna miaka karibu toka wasajili chama cha mwisho nafikiri ni 2015, ACT Wazalendo nafikiri ndio chama kwa cha mwisho kusajiliwa. Baada ya hapo ambao kuna watu wamefungua kesi zipo mahakamani, kwa hata kusajili amekuwa na kigugumizi. Kwa vyama vimebakia vile, kila watu wakienda kusajili unakuta kuna sasa sijajua ni shida ni nini. Kwa hiyo unakuta hata jukumu lake mama la kusajili vyama halifanyiki. Sasa unajiuliza, je, hafanyi hivyo mwenyewe au kwa sababu ya nature ya ofisi yake pengine labda kuna maelekezo au kuna pressure ambayo inakuwepo? Sasa haya ni mambo ambayo unaweza kufikiria, hasa kwa kuangalia kwamba ofisi yake imekaa ni ofisi ambayo haina uhuru wote. Hiyo ni moja. Lakini eneo la pili ambalo vile vile naliona ni changamoto ni kwamba ofisi ya msajili mara nyingi imekuwa na mgogoro na vyama hasa vya upinzani mara nyingi zaidi kuliko taasisi nyingine yoyote. Nafikiri migogoro karibu yote ambayo imejitokeza kwenye vyama kuna kivuli cha msajili anakuwa amejitokeza. Haji kama sehemu ya usuluhishi, mara nyingi unakuta anakuwa ni sehemu ya kunyoshewa vidole. Tukiangalia kafu walivyoingia mgogoro, walimnyoshea vidole msajili wa vyama vya siasa. Hata kafu ya juzi ambayo Lipumba naondoka, utaona nafasi ya msajili ilikuwepo.
NCCR Mageuzi palikuwa nafasi ya msajili. TLP kipindi cha nyuma iliingia na yenyewe mikutano fulani, unakuta msajili kivuli chake wakipo kila penye shida. Chadema mara nyingi hizi changamoto zimejitokeza, hata kipindi alikataa kutambua viongozi ambao walipatikana kwa kufuata taratibu mpaka mahakama ilivyoenda kuwatambua, ni nafasi ya msajili. Kwa maana yake unakuta badala ya kuonekana kama ni mlezi, ni mtu anayekuza, mara nyingi ameonekana kwenye taswira ya kuwa kwamba yeye sio mtu wa kukuza, bali ameonekana kirudisha nyuma zaidi. Kwa hiyo ningeweza kuita hivyo kwamba ni changamoto. Kwa hiyo badala ya kuwa ni mkunga, pengine ameonekana labda tungemuita labda ni ngariba au ni nini. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatembea na viboko zaidi baada ya kutembea na chakula, kwamba watoto wanataka wale chakula wakue. Kwa mara nyingi anawapiga ili kibidi wakimbia hata nyumbani wasiwepo mara nyingi, na baada ya kuisha, ninaweza nikaongea kwa ujasiri kwamba maana yake amekuwa kurudisha nyuma demokrasia yetu isikue zaidi. Na ndio maana hata kipindi wakati haki ya vyama kushiriki shughuli za kisiasa ilivyosimamishwa kipindi cha awamu ya 5, msajili hakuchukua jitihada yoyote ya kuhakikisha hii haki ya vyama kama yeye mlezi wa vyama akafanya lolote. Kwa hiyo tumemwona ni mtu ambaye aliamua kuacha kama vile hamna kitu ambacho kinatokea. Sasa unajiuliza, kama vyama vifanye shughuli zake, tunakuwa na ofisi ya msajili ili ifanye nini? Na tunalipa watu mshahara, kila kitu kinaenda. Kwa hiyo kimsingi hatuna haja ya kuwa na ofisi kama ikikaa hivyo, kama haitimizi majukumu ambayo yapo kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa. Kwa kifupi, tunapozungumzia ofisi ya msajili, hiyo ndio taswira yake. Labda nisitize tu ambacho nimesema kwamba mimi toka ofisi ya msajili, na simzungumzii kwa maana msajili aliyopo Mheshimiwa Jaji Mtungi peke yake, hata kipindi cha marehemu Jaji Tendwa, tunaona kabisa ofisi ya msajili imekuwa ikiegamia upande wa chama tawala na upande wa serikali mara nyingi. Kwa imekuwa ni chama ambacho pengine naweza kusema kinatumia kama rungu kwa ajili ya kuhakikisha wanawanyong'onyesha hawa wapinzani na kuhakikisha kwamba serikali isipate upinzani. Kwa upinzani kila unavyokuwa wamekuwa kitumika zaidi kwa ajili ya kuhakikisha wananyamazisha ili maana yake sauti mbadala isiwepo katika nchi. Kwa hiyo kifupi naweza kuzungumza. Lakini ambacho naweza nikasema kuhusiana na barua ambayo imeandikwa, kwanza ningependa tuzungumze mambo mawili ya msingi. Moja, kuna uhuru na haki ya watu kutoa maoni na kujieleza. Watu kwa maana watu binafsi, lakini vile vile taasisi kama vyama vina haki ya kuwa na mawazo mbadala na kukosoa serikali iliyopo madarakani. Hiyo ni kitu cha moja. Lakini jambo la pili la kujaribu kulitafakari pia ni kwamba je, ni wakati gani tamko au matendo ya kiongozi yanaonekana ni matendo au matamko ya chama, na ni wakati gani tamko la kiongozi linakuwa ni tamko lake binafsi, sio la chama. Haya ni mambo ambayo ni mawili ya kuzingatia sana. Kwenye sheria za kimataifa, ili tuseme labda taifa linawajibika kwa makosa ambayo yamefanyika, kuna kitu wanaita attributability of the state. Yani kwa maana ya unajaribu kuunganisha au kulink makosa ambayo yamefanyika kwenye nchi. Kwa mfano labda watu wameuawa kwenye idadi kubwa kwenye mazingira, labda vyombo ulinzi wa usalama vilikuwepo havikuchukua hatua. Tunajaribu kuangalia, je, ulikuwa ni uzembe wa maaskari mmoja mmoja au ni kitu ambacho kilikuwa ni systematic kwamba mfumo wa serikali ulikuwa umeruhusu kifanyike. Kwa hiyo lazima cha kwanza mkimfikisha mtu kwenye mahakama ya kimataifa anajaribu kuuliza, je, hili tendo linahusishwa na state, ni matendo ya state, ni matendo ya nchi, are they attributable kwenye state au ni vitendo binafsi za huyu mhusika kiongozi au kama ni askari. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Hasa kwenye vyama vya siasa viongozi wanaweza kutoa matamko ambayo ni ya kwao kwenye kapasiti yao, lakini wanaweza kutoa matamko kwa maana ni matamko sasa ya chama, yanabeba chama. Sasa ni wakati gani haya matamko tunapeleka kwa chama, ni wakati gani ambao tunayaacha binafsi? Hiyo ni moja. Lakini cha pili, tuna test vipi kwamba matamko haya ni uchochezi na sio kukosoa? Kwa mfano mimi nikipitia hiyo barua ambayo nimeiona, moja ya kitu ambacho kipo pale, yale maneno ambayo ameanukuu ya tarehe 5 nafikiri Mei, ya yule kiongozi wa Korogwe wa chama ya Chadema alikuwa ameyazungumzia. Moja ya kitu alisema akawa nakosoa kwamba rais aliyopo madarakani Mheshimiwa Samia, kwamba yeye akasema ni kiongozi labda amepatikana kwa uharamu, kwa maana kwamba yeye hatambui kwamba alipatikana kwa utaratibu ambao ni sahihi. Sasa naona kwenye barua anasema hayo maneno hayo ni uchochezi, hayakubaliki. Sasa kwa hali ya kawaida, si ndio tofauti za maoni kwamba kuna mtu yeye haamini kwamba huyu mtu alipatikana kihalali. Sasa jukumu la yule ambaye anaamini alipatikana kihalali, na ndio maana Chama cha Mapinduzi kina wasemaji, serikali sina wasemaji pia, wajitokeze waje waseme alipatikana kihalali vipi, na huyu anayesema sio halali naye aseme sio halali vipi.
Kwa nafikiri ni jambo la muhimu, lakini ukisema mzuie hata mtu akiwa na maoni tofauti yoyote, tutajikuta baadaye, manake hata uhuru wa kutoa maoni wa ibara ya 18 hautakuwepo, kwa sababu inaonekana kila kitu kizungumza dhidi ya uongozi au dhidi ya rais, inaonekana unafanya uchochezi, chama hakiruhusi kuzungumza. Sasa hiyo ni kitu ambacho nadhani hakipo sawa. Ni kama leo ukasema sasa labda watu wahubiri habari za Mungu bila kumtaja shetani. Kwa vyote vile haya mambo yanaenda, ili watu waelewe habari ya Mungu, lazima vile vile waonyeshe upande wa shetani, kwamba usipokuwepo hapa unakuwepo, huu ni upande wa shetani, huu ni upande wa Mungu. Kwa ni lazima watu waweze kuzungumzia madhaifu yaliyopo ili wajenge hoja vile vile kuleta ushawishi kwao. Sasa wewe unayeamini kilichosema sio kweli, hujafungwa mdomo, nafasi ipo. Kwa mimi nafikiri badala ya ofisi ya msajili kujiingiza kwenye hiyo, nadhani haijakaa sawa. Lakini kingine naona amejikita sana kutumia maneno kama uchochezi, kwamba wametoa maneno ambayo ni ya uchochezi. Mimi nacherea pengine na kuogopa kwamba tukiruhusu ofisi ya msajili ikajigeuza kuwa mahakama, ina uwezo wa kuamua nini uchochezi, nini sio uchochezi, tutafika mahala tutaua demokrasia kabisa na tutafunga midomo watu. Hakuna mtu atakuwa na uwezo wa kuzungumza jambo lolote, kwa sababu ili jambo liitwe ni uchochezi, ni kosa la jinai. Mwenye uwezo wa kusema kwamba kosa hili ni la uchochezi ni mahakama. Sasa msajili anasemeje maneno haya ni uchochezi wakati hajawa tested kwenye mahakama? Kwa mimi nafikiri haya madaraka ya ofisi ya msajili ambayo amepewa kwenye sheria ni mamlaka ambayo yamepitiliza sana, na kwa mfumo wetu ambao msajili anapatikana kwenye njia ambazo hazipo wazi, hazijulikani, anaweza kutumia hiyo mamlaka baadaye akafuta kila chama ambacho kina maana, ukajikuta baadaye vimebakia vyama tu vile ambavyo ni vya mfukoni, ambavyo havina tija yoyote katika taifa. Kwa hiyo ndio jambo ambalo mimi naliona ni hatari sana. Lakini vile vile nilikuwa najaribu kupitia hata sheria ambazo naibu msajili kwenye barua yake ameandika. Mimi mpaka nashangaa kwa sababu najua barua ile imeandikwa na kaka yangu Sisti Nyahoza. Najua yule ni lawyer, anaelewa kabisa utaratibu wa hizi mambo ya kisheria. Kwa hiyo kuna vitu mimi mwenyewe nimeshangaa, labda pengine kama yeye mwenyewe alikuwa imeshaandikwa kwa alikuja akasaini, lakini kama aliandika yeye, with due respect, ni kitu ambacho kimenishangaza. Kwa sababu kwa mfano amenakili au amenukuu kifungu cha 19 kifungu kidogo cha pili, C na F. Sasa vile vifungu vyote vinazungumzia chama ambacho kipo kwenye usajili wa muda, a provisional registration, kwamba chama hakitaweza kupewa usajili wa muda kama labda kinatumia njia labda ya vitisho kwenye kueneza itikadi yake na malengo yake, au kimeachia viongozi wao watoe matamko labda ya vitisho na nini. Sasa ni kwa ajili ya kupata usajili wa muda. Sasa Chadema sio chama ambacho kinatafuta usajili wa muda. Chadema ni chama ambacho kina usajili kamili. Kwa kwenye stage ya kifungu cha 19, Chadema ilishavuka siku nyingi. Ni chama ambacho kina full registration ya siku nyingi, kwa sababu kumbuka usajili wa muda ni usajili wa miezi 6 tu. Kwa hiyo baada ya miezi 6 wanaenda kukagua, mkiwa mmeshakidhi vile vigezo vyote mnapewa usajili wa kudumu. Na chama chenye usajili wa muda maana yake hakiwezi kikashiriki hata chaguzi, kuna vitu vingi hakina haki. Chadema ni chama ambacho kina miaka zaidi ya 30, na nafikiri tu akipata usajili wa kudumu ni miaka zaidi ya 30 pia imeshapita. Sasa kifungu cha 19 kwa hali ya kawaida